Watu wengi wamekuwa wakipata pesa, lakini hakuna jambo la msingi wanalofanya kupitia pesa hizo. Leo hii katika video hii nitakuletea mambo matano yanayofanya watu wakipata pesa wasitumie katika mambo ya msingi, na ni kitu gani wanaweza kufanya ili kuepukana na kundi hilo. Jambo la kwanza ambalo linawafanya watu wengi wasikae na pesa na kuifanyia jambo la msingi ni kujionyesha kwamba wao sasa wameipata pesa. Leo hii tunaona Watanzania na Waafrika wengi wanapopata pesa wanataka kila mtu sasa afahamu kwamba wao wamepata pesa. Mtu huyu akienda dukani alikuwa amezoea kununua vitu vya 1000, lakini atanunua vitu vya 10,000 au 5,000 hata kama hana uhitaji navyo. Mtu huyu ambaye alikuwa akienda dukani anahakikisha change ameidai na anaondoka nayo, leo hii kwa sababu amepata pesa akifika dukani anajifanya hadai change na anaacha pesa ile. Kwa kujionyesha kwamba leo hii yeye amepata pesa. Mtu huyu alikuwa akienda bar, anakunywa bia kwake peke yake na marafiki wananunua wao wanaondoka, lakini kwa sababu leo hii amepata pesa, basi anajifanya anataka kumnunulia kila mtu pale ili kuweza kuonyesha kwamba yeye amepata pesa. Kwa namna hii, huyu mtu hata apewe milioni 100, milioni 50, ndani ya muda mchache pesa hizi zitakuwa zimeisha na atakuwa hajafanya jambo la msingi na pesa hizo. Unachotakiwa ni kufanya ni kwamba usijionyeshe kama sasa hivi umepata pesa. Maana unapojionyesha, basi watu na matatizo yao wengi wanaanza kukuangalia wewe kwa sababu anajua ni wewe ambao unaweza kusaidia. Lakini kwa sababu na wewe ni mpenda sifa, kila mtu ambaye ana matatizo anapokufuata, basi na wewe unajifanya unampa, unajifanya unamsaidia. Ndani ya muda mfupi pesa yote unakuwa umeimaliza bila kufanya jambo la msingi. Jambo la pili ambalo linafanya watu wasikae na pesa wanapozipata ni kubadilisha mfumo wa maisha. Mtu huyu alikuwa kila siku anakunywa chai na mkate au miogo mitatu, lakini sasa hivi chai anataka kunywa au chai ya maziwa, asile miogo tena, ale vitu vingine vyenye thamani zaidi kwa sababu sasa hivi ameipata pesa. Haimaanishi kama vile alivyokuwa anakula mwanzo vilikuwa vinamdhuru au vilikuwa vinamuathiri. Hapana, lakini kwa sababu sasa hivi amepata pesa, basi anataka kuyabadilisha maisha yake. Kuna mtu leo hii akipata pesa kidogo, mtaa ambao alikuwa anaishi anataka kuhama na kwenda kwenye mtaa ambao ni wa klasi yake. Unapoipata pesa ambayo unaijua hii ilikuwa ni temporary, ni pesa ya muda, sio permanent kama ni pesa ambayo utaendelea kuipata kila siku, usijaribu kubadilisha maisha yako. Kwanza anza kujenga asset, vitu ambavyo vitafanya ile pesa iendelee kugenerate na kuingia kwako zaidi. Leo hii umeshinda jackpot, umepata pesa, unauhama mtaa ule uliokuwa unakaa, unakwenda kukaa mtaa mwingine. Kumbe ile pesa uliishinda mara moja tu, maana ni bahati nasibu. Unapohamia mtaa ule, gharama ni kubwa zaidi. Ukifika kule, ile pesa ambayo ulishinda inakuja inaisha, then unakuja unarudi kule kule ambako ulikuwa unaishi. Unachotakiwa kufanya, usibadilishi maisha yako kwanza mpaka uifanye ile pesa iwe ni pesa ambayo ni ya muda mrefu ambao unaweza kuitengeneza kila siku au kila wiki au kila mwezi. Sababu ya tatu inayofanya watu wasikae na pesa pale wanapozipata ni bad lifestyle, mtindo mbaya wa maisha. Kuna watu ambao ni walevi wa kupita, kwa sababu hawana pesa leo hii wanakunywa kidogo. Sasa huyu mtu akipata pesa, basi akifika bar akitaka kunywa anataka yeye ndo awe wa mwisho na anywe kila kitu. Bad lifestyle, tabia mbaya ambayo mtu unakuwa nayo inakufanya sometimes unaitumia pesa bila wewe mwenyewe kujua kama unaitumia katika vitu ambavyo si vya msingi na vile vitu ambavyo vya msingi. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kufikiria ni tabia gani ambayo unayo ambayo inakugharimu pesa. Then anza kujifunza kuiacha tabia hiyo. Ile tabia ambayo unahisi inakugharimu pesa na ni mbaya, jifunze kuiacha au kuipunguza taratibu, mwisho siku uweze kuiacha ili kuweza kusave zile pesa ambazo ungezitumia katika tabia hiyo. Sababu ya 4 inayowafanya watu watumie pesa katika mambo yasiyo ya msingi zaidi pale wanapoipata is spending fever, homa ya kutumia. Kuna mtu tu unapokuwa na pesa unajisikia tu kutumia. Umepita tu sehemu hivi umekuta kuku wamepangwa vizuri, chips inanukia vizuri, hata kama huna njaa, unashuka, unakwenda pale unakaa unataka kula. Umepita tu umeona viatu vizuri, hata kama viatu unavyo, kwa sababu tu majisi una pesa, basi unataka kununua. Spending fever, yani kwamba mtu anapokuwa na pesa basi anajisikia kwamba kununua tu. Umetoka kula lakini kuna kitu umekiona umetamani, umetoa pesa umenunua. Spending fever inawafanya watu wazidi kuitumia pesa katika vitu ambavyo si vya msingi zaidi. Leo hii unakuta simu yako ina credit, ina voucher nzuri, lakini umeshaona kabisa labda imefika MB 300 hizi, hutaki zifike 0 sasa hivi. Wewe unakwenda unanunua nyingine, unaweka GB nyingi zaidi ili uendelee ku stream data online. Kwa hiyo unachotakiwa ni kufanya sasa hivi ni kwamba kile kitu ambacho unaona si cha msingi ambacho unataka kutumia pesa, kwa hiyo jaribu kujizuia. Cha kwanza, usitembee na pesa nyingi, maana unapotembea na pesa nyingi ndio ushawishi wa kufanya manunuzi mengi unakuwa unazidi. Then weka plani ya kununua vitu. Unapokwenda sokoni, unapokwenda dukani kununua vitu, sema nakwenda kununua 1, 2, 3. Naondoka na hela kamili ambayo utakwenda kununua vitu hivyo. Ukiondoka na hela zaidi,
ndio gharama na matumizi na manunuzi yatazidi pale, na utajikuta umeitumia pesa yako katika vitu ambavyo si vya msingi ambavyo unatakiwa wewe kufanya. Sababu ya 5 na ya mwisho inawafanya watu watumie pesa katika mambo yasiyo ya msingi zaidi pale wanapozipata ni kuitumia kabla pesa hawajaipata. Kuna mtu ambaye anahisi kabisa mwisho wa mwezi napata mshahara wangu shilingi milioni 1 na sasa hivi ana pesa, anaanza kukopa kabla mshahara hajaupata. Kwa hiyo anaanza kukopa, anakopa mpaka ukifika mwisho wa mwezi unakuta nusu ya mshahara wake ataitumia kulipa madeni, amebakisha nusu. Ile nusu ataitumia siku 3-4, imeisha, anaanza kukopa tena. Unapofika mwisho wa mwezi anaanza kulipa madeni tena. Kwa hiyo unakuta mtu ana mshahara mkubwa, milioni 2, milioni 3, lakini maisha yake ni yale yale ya chini. Kwa nini? Kwa sababu yeye huwa anaitumia ile pesa yake kabla ya kuipata. Mwanafunzi yupo chuo, anapata boom, anajua kabisa tarehe fulani boom langu linaingia, basi leo hii anaanza kukopa, anaanza kufanya anasa, then lile boom likiingia analichukua lile boom, analipa madeni, anakuwa anabakia na maisha yale yale. Ndio maana unaona kwamba watu wanapata pesa lakini pesa hazibadilishi maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu wanazitumia kabla hawajazipata. Unachotakiwa kufanya ni kujizuia kufanya matumizi yasiyo ya msingi kabla ya kuipata pesa. Usitumie pesa ya mtu kufanya mambo ambayo sio ya msingi kwako. Usikope pesa kwa kufanya jambo ambalo halitaleta pesa nyingine, maana utaingia katika hasara na itakufanya wewe unapopata pesa nyingine uende kulilipa lile deni, na hata pesa ile ikiwa kubwa kiasi gani huta experience furaha ya kuipata pesa ile. Ndio maana leo hii unapofika mwisho wa mwezi mtu anakwenda kupokea pesa, lakini mtu hana furaha na pesa ambayo anapokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kabisa pesa yote ambayo anaichukua anakwenda kumpa mtu mwingine na kuyalipa madeni. Kwa hiyo unakuta mfika mwisho wa mwezi, baada ya watu kufurahi, watu wamenuna kwa sababu anajua ile pesa ambayo ameipata anapenda kuipeleka sehemu nyingine na hana chake tena. Unaweza kutuambia chini kwenye comment, je, katika hizo ni ipi ambayo ilikuwa inakuathiri sana na kufanya wewe unatumia pesa zako zaidi? Lakini bila kusahau kusubscribe na kulike video hii, lakini kubwa zaidi ni kuishare kwa marafiki zako ili waweze kujua mambo matano yanayofanya watu wasitumie pesa zao katika mambo ambayo si ya msingi na ni kwa namna gani wanaweza kuzuia mambo hayo.